نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى جل في علاه في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من النار. أحباب رسول الكريم أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. Ni haki ndugu zangu tuanze wa kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendee wa mwisho wa manabii mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watajikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Allah nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Jambo ambalo sina budi waislamu kupandia ngazi ni wasia ambao nakuhusieni, kadhalika nikihusia nafsi yangu, sote tumche na tumuogope Allah tabaraka wa taala. Tuwe wenye kusikia na kutii waislamu, tuwe wenye kusikia na kutii ndugu zangu waislamu, tuwe wenye kusikia na kutii maadama yale tunayoambiwa ni maneno yake Allah tabaraka wa taala, kadhalika maneno ya nabii wa umma, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Husnu dhanni billah. Kisomo chetu cha leo ndugu zangu waislamu, kumdhania Allah dhana nzuri. Kisomo muhimu ndugu zangu katika maisha ya Muislamu. فحسن الظن بالله تعالى عبادة قلبية جليلة. Jambo hilo ndugu zangu waislamu la kumdhania Allah dhana iliyokuwa nzuri ni katika ibada za kiroho. Ibada namba moja kwenye uwanja wa ibada, kwenye ibadatun qalbiyatun zinachukua nafasi ya kwanza, ibada za kiroho. Acha badania za kimwili, acha kaulia za kimaneno, qalbia zinatoka ndani kabisa, ni namba moja ndugu zangu waislamu. Miongoni mwa hizo ibada ni husnu dhanni billahi. Miongoni mwa hizo ibada za kiroho ni kumdhania Allah dhana iliyokuwa nzuri. Lakini pamoja na masikitiko
lam yafhamha haqqa fahmiha kathirun minan nas. Jambo la kuumiza ni kwamba wengi miongoni mwa watu jambo hilo hawajalifahamu, kumdhania Allah dhana nzuri. Wachache ndugu zangu ambao wanalifahamu, na ndiye maana utakuta mjini malalamiko ni mengi. Hali ya maisha imeshakuwa ngumu, mambo tena hayawezekani. Kila unayezungumza naye anakukatia tamaa kwamba mambo hayawezekani, hali ni ngumu. Watu wanalia kama kwamba hawana Mola mlezi ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Watukufu Islam, yambaghi an yamla'a almu'minu biha qalbahu fi jami'i ahwalihi. Ni lazima, inambidi muaminifu ibada hiyo ya kumdhania Allah dhana iliyokuwa nzuri aijaze, ikite ndani ya moyo wake kwa hali zake zote, sans exception. Usibagui kwamba hili ni lizito afadhali hili, maana unayezungumza naye ni Allah, Mola wa viumbe. Hakuna impossible kwake kwamba hili haliwezekani, hamna hicho kitu. Ondoa uoga na wasiwasi ndani ya nafsi Muislamu. Jaza moyo wako hilo jambo la kumdhania Allah dhana nzuri, na uhudhurishe kabisa katika maisha yako kumdhania Allah dhana nzuri, akuongoze, akupe riziki, akufungulie, akuhifadhi wewe na kizazi chako. Uwe na dhana iliyokuwa nzuri ndugu yangu Muislamu. Yaqulu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, as-sahabiyul jalil, sahaba Ibn Mas'ud anatuambia maneno yake. Msikilize huyu sahaba ambaye kapita kwenye mkono mzito mtukufu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasemaje sahaba? Walladhi la ilaha ghairuhu, na apa kwa yule ambaye hakuna mola kinyume chake, ambaye ni Allah. Ma u'tiya abdun mu'minun shay'an, hajakirimiwa, hajapewa mja muaminifu jambo ambalo khairan, bora katika maisha yake, min husni dhanni billahi, kama vile kupewa jambo la kumdhania Allah vizuri katika maisha. Ukiwa na hiyo sifa, wallahi hani'an laka, hongera ndugu yangu Muislamu. Kwa hali zako zote unamuona Allah na dhana yako inakuwa ni nzuri. Walladhi la ilaha ghairuhu, Ibn Mas'ud anaendelea anasema, na hapa kwa yule ambaye hakuna mola mwingine kinyume chake, la yuhsinu abdun billahi dhanna, mja hatomuonyesha na kumdhania Allah dhana iliyokuwa nzuri, illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannahu, isipokuwa Allah kile ambacho unachomdhania kwa dhana nzuri Allah anakikupa. Ndugu zangu, kuna kote ya positive na negative. Wengi leo wanaishi upande wa kusoto, wengi leo wanaishi kwenye negative. Mambo yake yote ameweka kwamba hapana bwana, hali ni nzito bwana, kila jambo mtu anakata tamaa. Toka huko mapema, ni balaa. Utamsikia mwenyewe Allah tangazo lake. Ibn Mas'ud anasema mja anapomdhania Allah dhana nzuri kwenye jambo lake, Allah hulimpa hilo jambo. Ndiyo ndugu zangu Waislamu, dhalika bi anna al-khayra fi yadihi, kwa kuwa khairi zote ziko mikononi mwake Allah tabaraka wa taala. Ulioje uzuri ndugu zangu wa muaminifu kuwa na dhana nzuri kwa Mola wake. Hina yuqinu al-mu'minu anna ba'da al-kasri jabran, wa anna ba'da al-usri yusran, wa anna ba'da at-ta'bi rahatan, wa anna ba'da ad-dam'i basmatan, wa anna ba'da al-marad shifaan, wa anna shafaan, wa anna ba'da ad-dunya jannatan arduha samawati wal ard. Raha iliyoje katika maisha
Ndugu zangu, watu leo wanajitesa, mtu unajiadhibu wewe mwenyewe, unaishi maisha ya stress. La wallah, uko na Allah, Muislamu hutakiwi kuishi maisha haya hivyo. Wanakuambia ni uzuri ulioje wa Muislamu pale atapokuwa na yakini muaminifu ya kwamba baada al-kasri jabran, baada ya kupitia mambo yamekuvunja moyo, yamekuvunja kabisa, lakini unajua kwamba Allah atanisimamisha tu. Wa anna ba'da al-usri yusra, unaishi kaida yako, regle yako Muislam ya kwamba ni kweli nimo ndani ya mazito, lakini kila siku baada ya mazito huja mepesi. Unaishi wa anna ba'da at-ta'bi rahatan, kwamba baada ya tabu huja raha. Wa anna ba'da dam'i, na kwamba baada ya machozi shida. Mpaka unamkuta mwanaume yuko chumbani macho mekunda, hali ya maisha haoni, ataanzia wapi, atatokea wapi, haoni, machozi yanamchiririka, lakini moyoni mwake anajua kwamba baada ya haya machozi rahatan, iko siku mimi nitafurahi tu. Wa anna ba'da al-maradi, na kwamba baada ya maradhi shifaan, pako ponyo itatoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa anna ba'da dunya jannatan arduha as-samawati wal ard, yote umeyakosa, lakini tamaa yako inabakia moja basi. Mambo yamesimamia hapo, hali imekuwa ni ngumu, lakini hata nikifa leo insha Allah baada ya maisha duniani kuna mengine maisha huko akhera. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni imani ya Muislamu anatakiwa aishi nayo. Wallahi hawezi mtu kuishi maisha mazuri, hawezi mtu kuishi maisha matamu, hawezi Muislamu kupata maisha ya raha, hawezi Muislamu kupata raha ya uhakika mpaka apambike kwa sifa ya kumdhania Allah dhana iliyokuwa nzuri. Ndiyo ndugu zangu Waislamu, kijana mmoja alikuwa anafanya kazi ya ujenzi. Allah na mipangilio yake ndugu zangu, miaka takriban 42, ana familia, mke na watoto, kazi ya ujenzi, katereza kaanguka mpaka chini. Subhanallah, wanampeleka kwa mganga, anapata fahamu, anajikuta kuanzia chini ya kifua mpaka kumiguu yuko paralize, ameparalyze. Hakuna, yani mwili hata uchukue kisu ukate mnofu hakusikii. Bimaana maisha yamesimama kwa lugha yetu ya mjini. Kazini hana uwezo tena, wanakuja wanamtazama, watasema tayari uja. Madakta wanampima, wanasema tayari huyu mtu. Vipimo vyote wamejaribu, matibabu kila namna, inatoka jawabu ya kwamba huyu mtu ameathirika kiwango kikubwa, maisha yake yote atakwenda hivyo. Haya ni maneno ya kiumbe, sio maneno ya Muumba. Kwa hali yako yoyote ile umo ndani yake Muislamu, usikati tamaa. La tayasanna fa innal farij Allahu, usisubutu ukata tamaa, atakufariji, yupo Allah. Kaza roho, endelea, unamtazama, usirudi nyuma. Tunasema sisi Warundi katika lugha yetu ati niwiherure, hapana kujiachilia, usikati tamaa Muislamu, endelea, unamlilia Allah. Jamaa kwenye hospitali watu wanaanza kumkimbia. Unayajua maisha gisi alivyo, inafikiaga wakati matokeo yanakutokea maisha mpaka watu, hata mama yako mzazi anakuuguza hospitali, mpaka anakuwa na yeye wakati mwingine maneno yanamponyoka, tumechoka, tumechoka. Unalisikia hilo neno kwenye umelala, tumechoka, mama aliyekuzaa. Subhanallah. Lakini alieleza chikisa, alikuwa ni Sheikh Muhammad Al-Arifi hafidhahullah, anasema nikapata habari, alikuwa ni mwanafunzi wangu, aliwahi kuwa mwanafunzi wangu, nikaenda kumtembelea.
hospitali. Kilichonishangaza yakini yake, dhana yake kwa Allah. Watu wanalia, mwenye msiba anacheka kama kwamba ni baba harusi, hayupo kabisa. Watu wakimsogelea na waambia, kwa nini mimi nisiburudiki? Allah amenipa miaka 42, natembea katika ardhi yake na kwenda ninapopataka. Leo mwishoni wa umri wangu amenibadilishia hali nivunjike moyo? Aliyenipa yale atanisimamisha hapa. Aliyenipa yale nikatembea ninapotaka. Iko siku mimi sijali mganga amesemaje, daktari amesemaje, Allah atanisimamisha hapa. La tayasanna, usikati tamaa Muislamu. Weka dhana nzuri kwa Mola wako, weka dhana nzuri kwa Allah. Ndiyo ndugu zangu Waislamu, Sheikh anasema nikaenda kumtembelea na mtazama hali yake, unasoma kama karatasi ya vipimo, yanatisha, inaonyesha kwamba huyu tayari mambo yamekwisha. Anasema Sheikh, nikatoka, shughuli zikanipeleka katika mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan. Siku moja nimesimama kwenye safa, naona mtu mbele yangu amesimama, yuko na bekie, yuko na fimbo, anasegamia kidogo, lakini amesimama. Tulipomaliza kusali, alipogeuka nyuma nikamuona ni yule rafiki yangu, yule aliyekuwa mwanafunzi wangu. Subhanallah. Nikamsogelea, namwambia imekuaje? Akanambia, Sheikh, nilikwambiaga ule wakati aliyenipa uwezo wa kutembea atanisimamisha, bali acha nikuonyesha. Hata kama niko na fimbo, akaiweka fimbo pembeni, kapiga hatua 2 3, anatembea yeye mwenyewe. Na akamwambia kwamba nimepewa ahadi na mganga kwamba kidogo kidogo na hii fimbo nitaitupa. Ndugu zangu Waislamu, katika maisha mambo ndivyo yanavyokwenda, mambo ndivyo yanavyokwenda. Kwa hivyo watu wenye maisha ya raha ni wale ambao hawakubali stress ipate nafasi ndani ya nafsi, wanamuacha Allah tabaraka wa taala. Lisikilize tangazo, na ndiyo roho ya hutuba yangu leo. Neno la Allah katika hadithi al-Qudsi ambayo yapokea al-Imam al-Bukhari. Sikiliza maneno. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, qala Allahu ta'ala. Kwa mujibu wa wakati nachukua sehemu yangu tu. Kasema mjumbe wa Allah, sala na salamu ziwe juu lake, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, Allah kasema, hadithi al-Qudsi. Allah anasemaje? Ana inda dhanni abdi bi. Naishia hapo. Ni hadithi ndefu, ina mambo ya kusisimua, lakini muda uniruhusu ndugu zangu. Allah anatangaza, anasema, hakika mimi humtendea mja wangu sawa na anavyonifikiria. Ni Kiswahili hicho. Hakika mimi humfanyia mja wangu sambamba na dhana yake kwangu. Yani maana yake utavyomfikiria Allah utakwenda hivyo hivyo. Tazama shida ambayo tuko nayo leo. Mtu akiota tu, ameota ng'ombe zinamkimbiza, nyoka zinamkimbiza, watu wafupi wamemkimbiza, watu warefu wamemkimbiza. Mtu anaamka hana raha, roho ana hema. Breki ya mwisho kwa mwalimu wake. Mwalimu, leo sikulala, nakwambia nimeota ndoto mbaya. Wewe umejuaje kama ni mbaya? Umejuaje? Huwezi ukaamini, labda ni sinema ulioona. Watu leo mnaishi kwa sinema za bizombi, mnaishi kwa sinema le filme d'horreur, filme za mambo ya kutisha. Wao unataka wote maswahaba na wako mwayo, wote swahaba na wao ndio mambo yako hayo, haumpati. Utaota hayo yale aliyoingia ndani ya servo, ubongo utayarudisha tu. Sasa anakimbia kwa hao wakala mali, na yakisha kuona gisu unakuja na jazba na kuambia feruj tale kundu. Lakini bahati yako umekuja hapa, lugha zao wao. Tulia. Moja, usimuelezei mtu mafundisho ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. 2, ondoa mwakili. Ni kama vile umetema filamu ikapita, basi endelea na maisha yako, mtazame Allah, na ikibidi ipe hiyo ndoto wewe mwenyewe tafsiri iliyokuwa nzuri. Nimeota mwanangu, mama amenijia, ananielezea kwa analia, na mwanangu sheni nampenda mapenzi makubwa sana. Nimeota leo mvua imepiga nyingi, yamekuja mafuriko, yamembeba.
Sasa dadangu, ndo unalia? Yani kilio cha mdoto Unaona maisha tunayoishi. Yani mtu yuko mkilio cha ndani ya ndoto. Analia mtoto kafa. Namuuliza anaumwa huyo mtoto? Yuko wapi? Yuko nyumbani. Mzima mzima. Sasa unalizwa nani nimeota amekufa? Unaona kwa tumefika ndugu zangu kwa kumuacha Allah, kwa kuwa mbali na mafundisho yetu. Mimi nikamtizama huyu mama, tafsiri ya ndoto sio kila mtu, hata mimi sio fani yangu. Lakini kwa kumliwadha huyu mama tunachukua kwa ujumla kila ndoto utakayoyota kwa mujibu wa hii hadithi. Allah anasema mimi humtendea mja wangu sawa na fikra zake. Nikaipa tu tafsiri iliyokuwa nzuri. Yawezekana asili ya maji ndo uhai. Kama maji yamempeleka bimana mwanao anataka kupata maisha mapya na anaweza akatokea na mambo mazuri. Kweli shekhe, yani ningebidi hata kumuomba hela angenimwagia. Tumekwenda mbali ndugu zangu Waislamu. Allah anasema ana inda dhanni abdi bi, mimi humtendea mja wangu sawa na namna anavyonifikiria. Qala al-ulamau fi maana hadha al-hadith. Sikiliza maraha, wanazuoni wetu wakatupa maana ya haya maneno madogo tu. Wakasema maana ya maneno ujazihi bihasabi dhannihi bi, kwamba Allah anasema humlipa mja wake sawa na anavyomfikiria. Fa in raja rahmati, Allah anatangaza ikiwa mja atataraji huruma wangu. Uko mgonjwa umelala kitandani, hauna uwezo wa kuamka, kazi imekosekana, hela kulipa nyumba hauna, mambo yamekuwa magumu. Allah anatuambia fa in raja rahmati, kama moyoni mwake anafikiria, ananidhania vizuri kwamba Allah ananiona, Allah anajua hali yangu, Allah anajua matatizo yangu, dua zangu Allah anazisikia, akinidhania vizuri mimi ndamuondoa katika hiyo hali. Hiyo ni kaida ndugu zangu Waislamu. Kwa nini unahangaika Muislamu? Kwa nini unasumbuka? Fa in raja rahmati, akitaraji huruma wangu, basi wa dhanna anni a'fu anhu wa aghfiru lahu, na akidhania akaweka dhanna kama ni makosa aliyonikosea, akajua ya kwamba mimi nitamsamehe, mimi nitamhurumia, falahu dhalika, mimi nitamtekelezea yale anayonifikiria. Toka kwenye kote negative, toka Muislamu. Hata uwe na hali gani. Na ndiye maana tazama Uislamu ukatupa maneno mawili kwa hali moja, ukaongeza kitu kidogo. Uko mahali nzuri, alhamdulillah. Hali imebadilika, alhamdulillahi ala kulli hal. Bado tunashukuru. Kwenye mazuri unashukuru, kwenye mazito unashukuru. Ni kutangaza dhanna iliyokuwa nzuri kwa Allah. Yani hata kama niko katika hii hali, Allah tabaraka wa taala atanibadilishia. Liannahu la yarjuhu illa mu'minun. Wanazuoni wanasema kwa kuwa hawezi akataraji mazuri, hawezi akamdhania dhana nzuri Allah isipokuwa ambaye ni mwaminifu. Ndugu zangu, alima anna lahu rabban, kwa kuwa amejua ya kwamba anaye Mola mlezi. Yuko hata niko kitandani nimeshindwa kuamka, lakini Allah kilio changu anakisikia, Allah machozi yangu anayaona, Allah huzuni yangu anaiona, Allah shida zangu, Allah nimefukuzwa kazi, mke, watoto, sintaenda, nimepewa siku kwamba huu mwezi kama ukulipa vitu vinatupwa nje, Allah kilio changu anakisikia. Usihesabu siku Muislamu, hapana. Na shekhi hivi nakwambia, pamebaki wiki moja ni kitu gani mbele ya Allah? Mtazame Allah, kuwa na kilio kizuri, mtegemee, rejesha dhana yako kwa Allah tabaraka wa taala, majibu utayapata. Naam, lakini wa in ya'isa min rahmati, Allah anatangaza katika hii hadithi, ikiwa mja atakata tamaa kwa rehema zangu. Uko kitandani, mimi wapi, sijui kama nitaamka. Wewe umekwenda kabisa, umekwenda kabisa, wewe mwenyewe hujiamini, umekwenda. Mimi wapi bana, gisi nilivyofukuzwa, ile tajiri gisi alinifukuza, mimi naona hata nikirudi mbele yake aweza kanipokea. Hakupokei kabisa.
hakupokei, maana wewe mwenyewe umeshajifungia milango ya huruma wa Allah tabaraka wa taala. Wa in ya'isa min rahmati, mja anapokata tamaa na huruma wangu, wa dhanna anni uaqibuhu wa uadhibuhu, akawa anaishi tu anajua mimi nitamuadhibu tu, nitamuadhibu, fa alaihi dhalika, nitamuadhibu hivyo hivyo kadiri anavyonifikiria. Ndugu zangu Waislamu, qala akhar al-akhar, kundi lingine la wanazuoni wakatupa tafsiri ya hii hadithi, wakasema dhanna al-ijabata inda ad-du'a, yani mja anakaa unapoinua mikono, shida imekufika kwenye koo, unapoinua mikono, lakini unajua kwamba nimeinua na muomba Allah ananisikia, sintateremsha mikono yangu ila majibu yamepatikana. Mdhanie Mola wako dhana nzuri. Achana na ahwali zote za mjini, achana na makomanteri yote ya mjini. Watu wamesema mengi kuhusu wewe, watu wamezungumza mengi, achana na hayo. Kuhusu magonjwa yako watu wamesema mengi, achana na kuna watu ni wauaji, mauaji baridi. Chewa, ule ugonjwa si ndio limuua fulani? Kwani hakuna wagonjwa wawili wanaingia kwa mganga wote wanauma malaria, umoja anafishwa mwingine anapona? Acheni kututisha. Tunaye mlinzi, tunaye Allah tabaraka wa taala, mtegemee yeye tu. Wakasema hiyo maana yake dhanna al-ijabata inda ad-du'a, ni pale mja amefikiria, ametaraji kukubaliwa dua yake pindi anapoomba. Wa dhanna al-qabula inda at-tauba, na akafikiria na akataraji kwamba tauba yake amemwomba Allah bila kujali ukubwa wa madhambi ni kiasi gani, Allah atanipokelea. Wa dhanna al-maghfirata inda al-istighfar, na akafikiria na akajua ya kwamba Allah atampa msamaha, atamstiri hapa duniani na hata muadhibu kwa akhera, pamoja na ukubwa wa madhambi maadamu amemwomba msamaha. Dhana nzuri kwa Allah tabaraka wa taala. Watukufu wa Islam, mmoja katika wanawazuoni alikuwa anaitwa al-Aswam, Hatimul Aswam. Alikuwa mwanachuoni mkubwa sana, kaishi maisha ya ufakiri ya hali ya juu, na kila siku anachanga apate hela ya kwenda hija, inakataa, anachanga inashindikana, mpaka mwishoni wa maisha yake kesha kuwa mzee akaita familia yake akamwambia, bwana, mimi nimechanga hela muda mrefu, sasa hizi hela zinaweza zikanipeleka Maka, hata kama hazitatosha, lakini na megua ka kitu kadogo ni waacheni nyinyi, lakini niruhusuni na mimi nende nikafanya ibada. Watu wenye stress zikapanda. Halafu itakuwaje? Akawaambia, tizameni, afya inaniacha mimi, labda huu ndo mwaka wangu wa mwisho. Mzee anasema kwa machozi. Pakatokea binti mdogo Arifa, anamjua Allah, akamwambia, mama, muacheni baba, mtazameni Allah, acheni kumtazama baba. Kaka zangu muacheni mzee, ona muda mrefu mzee amelia muda mrefu. Wakamuacha shingo upande, mzee akaondoka. Siku chache tu rasio ikamalizika ndani ya nyumba. Wakamgeukia ule binti, umeona zile imani zenu hapa, tutakula adhana, lugha mbovu za mjini hizo, tutakula adhana hapa, tutakula nini sasa? Binti anawaambia, mtazameni Allah, anatosha. Husnu dhanni billah. Kiongozi wa huyo mji, amiri, akawa ameenda kwenda kuwinda, kazunguka sehemu zote huko, amewinda na nini. Allah akamsukumia kiu cha maji ya kupitiriza, na kaiyo nafasi, katika ile nafasi nyumba ni moja tu ambayo inapatikana ndani yake maji, kwa Hatimul Aswam. Kiongozi akaenda pale, katuma majeshi, kaniombeni maji kule. Wakaenda wakaomba, kiongozi anaomba maji kwa hapa nje. Binti akamletea maji ule yale ya zamani tumezoea, mumtungi. Allahu akbar, sio ya friji, mumtungi safi baridi asili. Jamaa kanywa maji, akasikia ile baridi, akauliza, baitu man hadha, nyumba kwani ni nyumba ya nani? Wakamwambia, ni nyumba ya Sheikh Al-Hatimul Aswam. Akauliza, aina huwa, yuko wapi? Wakamwambia, ameenda hija. Mzee akasema, kweli mmenifurahisha. Akaingiza mkono mfukoni, akatoa kifurushi kinajaa ndani yake dhahabu. Walikuwa hawana portemonea, hawana ngodoa, hawana kitu cha kuwekea hela. Kifurushi
kachukua zile dhahabu akamrushia yule mwanamama mke, kisha akawaelekea majeshi wote na wale wafuasi wake, mawaziri na wanani, akasema kila ambaye iko na dhahabu amegue kipande amwachie hapa. Dhahabu zilidondoka uani kwa shekhe kama mvua. Allahu akbar. Wanakusanya watu kwa uroho, wanaambiwa hapana, tulieni, ni haki yenu hii. Ndugu zangu Waislamu, sasa wakati wa kukusanya watu wanasema kulia kushoto hawamuoni ule binti, kwenda kumtizama chumbani yuko analia machozi. Sasa wewe wakati wa furaha ndo unalia. Akasema wallahi furaha ambayo niko nayo nakumbuka tulivyomruhusu mzee, imekuwa ni sababu ya Allah kutukirimu haya, na ninamuomba Allah tukirimu maisha mazuri huko akhera baada ya kuondoka duniani. Ndugu zangu Waislamu, nitamalizia na hadithi maana muda umeniacha, lakini hadithi ina umuhimu wa kipekee. Hadithi iko mwisho kabisa wa kitabu sahihi Muslim. Inatisha ndugu zangu wallahi. Kulama qara'tuhu, kila nikisoma hii hadithi yahtazu qalbi, roho yangu inatikisika. Hadithi gani ndugu zangu Waislamu? Qala sallallahu alayhi wasallam, kasema mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu lake, yaamuru Allahu azza wa jalla bi ikhraji 4 minan nari, amri ya mfalme. Allah siku ya kiyama anatoa amri kuambia malaika kuna watu 4 ndani ya moto, fulani na fulani na fulani na fulani, kawaondoeni mwatoe ndani ya moto. Furaha iliyoje, jina litajwe. Allah tunakuomba tutenge mbali na moto wa jahannam. Malaika wakaingia ndani ya moto, wakawatoa wale watu mpaka nje. Watu wanatoka kwa furaha, wanatoka kwa shangwe na vigeregere, vifijo na nderemo, maana kutolewa tu ndani ya moto ule muda ni neema isiyokuwa ya kawaida. Walivyofikishwa nje, falamma kharaju, baada wao kutoka, qala Allahu azza wa jalla, ikaja amri ya pili. Allah akawaambia wale malaika, rudduhum ila nar, tena wote 4 warudishani ndani ya moto. La ilaha illa Allah. Mtu ameshaona neema, kisha tolewa ndani ya moto, amri inakuja rudishani ndani ya moto. Malaika hawachelewi, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wakawavamia wanawapeleka kuwarudisha ndani ya moto. Sikiliza mtume kasemaje ndugu zangu Waislamu, husnu dhanni billahi faltafata wahidun min haulai, mmoja katika wale watu 4 akageuka, anamtizama muumba wa mbingu na ardhi, Mola mlezi. Qala rabbi, kasema Mola wangu mlezi, maka na dhanni bika, mimi nimetoka ndani ya moto kutolewa tu, dhana yangu haikuwa kwamba haikuwa hivyo, sikuwa nadhania hivyo. Dhana gani? An akhrajtani minha, kwamba utanitoa ndani ya moto, an tuidani fiha, kisha tena unirudishe. Mimi sikuwa nakudhania hivyo. Ulivyonitoa tu dhana yangu mimi kwako, nilijua nimenusurika. Ulivyonitoa tu mimi ndani ya moto, sikudhania kwamba itakuja amri ya kunirudisha, sikudhania hivyo. Ikaja amri ya 3 ndugu zangu Waislamu kwa Allah, fa adkhalahu aljanna. Allah katoa amri, mpelekeni mja wangu peponi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Wakati ndugu zangu Waislamu hautukubali ili tuongeze yale ambayo tumeandaa kumalizia, acha tuzipeleke sala na salam kwa mpenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa amri yake Allah alivyosema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Imtithalan li amri Allah wa hubban li rasulihi naqulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.